mutima wanje uraguhimbaza Uwiteka Mana yanje wakoreye imirimo myinshi tashobora kurondora kumanywa na nijoro wamereye Imana mu bihe bikomeye tiwantaye. Asante sana. Dushaka kuganira nawe kugira ngo tumenye byinshi. Ni umuririmbyi yitwa Inyonyi, ariko nubundi araza kwivuga. Tuguhaye kaze Inyonyi. Ndiyo, kwa majina, mbele ya yote kwa majina naitwa Inyonyi Mtunga. Naishi hapa kambini Musasa. Inyonyi, wewe ni mkaaji hapa Musasa. Tumekuja na hizi TV, umeona hapa TV nyingi sana, karibu 4. Tumekuja kukuhost afu tukuulize machache kwa muziki wako. Kongo naishi fasi gani? Kongo naishi fasi inaitwa Mboko, Cité 1. Ya hapo ndo nyumbani. Hapo ni province ya wapi? Province ya Sud Kivu. Afu umekuja huko Burundi wakati gani? Hapa Burundi nimefika 2018 janvier 2018 le 24. Ndio nimeingia hapa Burundi kutoka Kongo. Umeshazoea nchi ya Burundi ama ngali unatafuta gisi ya kujiintegre? Hivi tayari tumekusha kuzoea kwa sababu vimetusumbuaga sana. Lakini kwa sasa tumekusha kuzoea. Ndiyo. Okay. Eti umeshazoea. Nadhani mmepokelewa vizuri kama wakimbizi. Hakuna kitu cha kusema eti sisi wametupokea vibaya. Nadhani unashukuru kama kawaida. Hapo ni kama kawaida kabisa, tumepokelewa kama wengine. Hakuna ambacho hawakutufanyia. Wametupatia chakula, wametupatia fasi ya kulala, maji tumeyapata. Tuko sawa. Ndiyo. Na wakaaji mmekuta ni watu wazuri. Nadhani gisi mlikuwa mnafikiri Kongo, wakati mlifika huko mliona kama ni tofauti? Tumeona tofauti kabisa. Tumetoka Kongo, unaona mtu anatembeaga, kuna mtu ambaye amekwisha kutembea sana, anakuwa iko na esprit nyingine tofauti na mtu mwenyewe hajatembea sana. Na wakati tumetoka Kongo, gisi tumechange milie na ndo gisi akili zimekwenda zinabadilika. Kwa sababu tumetoka na ideoloji moja kule kufika hapa, ile ideoloji tukaona kama haiwezi kukaa ndani yetu. Tukiishi nayo itatuvuruga sana. Ile ideoloji katoka kabisa. Hivi naona kabisa tuko sawa hapa. Okay, umegundua wakati gani kama uko na kipaji cha kuimba? Mimi kwa kifupi ni kusema nimeanzaga kuimba nikingali mtoto. Niko na miaka 7. Nilianza kuimba. Lakini wakati niko naimba na maaya za mingi sana, napanda ku stage wananipatia mikrofoni nalia, niko naimba na niko nalia kwa sababu nilikuwa nikingali mtoto sana. Sasa hapo nilikuwa nikiimba nalia, naimba nalia vya vile polepole vikaenda vinakomala. Gisi niko nenda nakomala na viko nenda vinanitoka aibu vya kulia. Nikajikuta aibu zote zimetoka. Na kwa sasa unaweza kusema kama kipaji chako unakifikisha kwa kiwango gani? Kipaji changu cha uimbaji naweza nikaongea sijakuwa juu sana, na mimi ni mmoja kati ya wale ambao wakingali chini tukingali tunakomaa. Sio hivyo. Sio hivyo kabisa. Juu mimi nakujua kanako atari ugitangira nyine urabizi. Ari ndirimbo wakoze muri Ministeri ya Heaven ndibaza. Umetoa nyimbo nzuri sana na umeimba. Watu wameona hiyo nyimbo. Nataka kuimbe kidogo kwa zile nyimbo kama ni 2, na nadhani ni 2. Turirimbira gatoya kugira ngo abantu bamenye neza ko twakugezeho. Sawa. Tumetoaga nyimbo 2. Kwa hizo nyimbo 2 kuna nyimbo nimetumika ku baking mu bakers, na kuna nyimbo ambayo nimetumiaga. Kwa ile verse ambayo nimetumiaga inasema, mimi ni
mwana wa Mungu, naye ni baba yangu. Upendo wake kwangu kweli ni wa milele. Mwene wacu mukongomani, reka tuguye courage, kandi ukomeze aho ngaho ugeze, uendelee hapo hapo, usikate tamaa, utafika mbali. Alafu naweza kuuliza, kuna watu ambao wamechangia kwa hiyo gift yako ya uimbaji, unaweza kataja hapa wamekusaidia? Ni kusema wakati nilitoka Kongo, acha niongee hivi, wakati nimetoka Kongo nilikuwa sijajielewa niongee hivyo, nilikuwa bado sijajielewa vizuri. Ila wakati nimefikaga hapa, nimeanza kuimba kwa kanisa la Maranatha. Maranatha nikaimba pale, ndugu zetu wa Heaven Voice wakanionaga, kaona kama ni vizuri tunaweza tukachangia kazi ya Mungu kwa kusifu na kuabudu kupitia nyimbo. Ndio wakati nimefika mo Heaven Voice, vraiment nikakuta watu ambao wako sawa. Nikisema wako sawa, yani kivyote, kiakili na kiroho, kwa sababu haya mambo yanahitaji sana kiroho, hayahitaji akili zaidi. Nikakuta kuna watu ambao wana Mungu, wanamjua Mungu, tumetumika nao, wakanihimiza kwa kazi ya Mungu. Nikafika studio mara ya kwanza kupitia ministeri ya Heaven Voice. Na hapo studio ndio tumeimba hiyo nyimbo, mimi ni mwana wa Mungu. Tukaimba na Amani ya Afrika. Wakati tumeimba hizo nyimbo, watu fulani wakanifahamu, wakanijua, wakaona kwamba mimi ni mwimbaji. Pamoja na hiyo ni kusema kama wa viongozi ambao nimekuta kwa ministeri ya Heaven Voice wamenisaidia sana, wakanihimiza. Mpaka kwa sasa ninajiona kama hata kama tukingali mwanzo, lakini naona kama Mungu atasaidia, mambo yote yatakwenda sawa. Kwa kifupi unashukuru Heaven Voice, lakini ningependa kwa utaje sawa watu mbili ama tatu ambao wamekusaidia kwa kipaji chako. Nikiongea ambao wamenisaidia kwa kipaji, kuna watu ambao wameniita mimi mara nyingi. Tukisema ambao wamenisaidia kwa kipaji, yani ni mtu ambaye amenifundisha mambo fulani. Nimetoka kwenye nilikuwa niko mwimbaji. Wakati wameniita, naweza nikaongea pour la première fois, mtu wa kwanza aliyeni solliciter kuja muhiveni ni kiongozi Tare, kwa sasa iko Amerika. Nikakuja nikakuta kuna conducteur Kibongi iko pale ndani, nikakuta kuna president Tungane na wengine zaidi sana. Hao ni wa viongozi ambao wamenipokea vizuri, na kunipokea kwao vizuri kwa sababu kuna mambo mawili. Kuna mtu anaweza kukupokea vizuri mimi asikupatie kitu kizuri. Wamenipokea vizuri na wakanipatia kitu kizuri, donc walikuwa wananipatia muda. Unaona hivi vitu ya uimbaji, mtu akikuima muda wa kutumika, muimbaji anakuwa na kuua. Lakini wamenipatia muda wa kuimba, nikajisikia kama wamenisaidia sana kwa ule muda ambao wamenipatia. Asante sana. Kama muimbaji, unapaswa kuwa na wengine ambao unapenda kusikiliza sana waimbaji. Unaweza kutaja hata wakwe watu wa Afrika ama nje ya Afrika. Unaweza kutaja sawa ambao nataka sana kusikiliza. Kuna mwimbaji ambaye ananibariki sana. Kwa sasa nyimbo zake sijui kwa sababu sina simu. Kwa sasa sina simu, sizifuatilii sana, lakini waimbaji ambao wananibariki sana, kuna mwimbaji anaitwa Deborah Lukalu yuko Kongo. Kuna mwimbaji ni Frank, kwa sasa yuko Amerika. Hao ni waimbaji ambao wanaimbaga nasikia kama niko sawa. Asante sana. Ndiyo. Ama tuambie sasa, kwa miaka 5 unajiona wapi?
Hiyo swali nasikia najiona wapi? Kwa hiyo mbaji yako yani utakuwa unafikia sawa, swali nzuri, ila mwanadamu anaweza akapanga na Mungu anapanga ya kwake. Ila na mtu kupanga ni vizuri, kuishi kwa maisha na unajua unatarajia kitu fulani kesho ni vizuri. Na hakuna mtu ambaye anaweza kujitakia faiblesse mu maisha yake, hiyo najua hiyo vinakuaga. Hakuna mtu anaweza penda eti ashuke ila mu miaka 5 yenyewe iko pamoja na Mungu, Mungu ndiye muweza wa yote. Na ndoto zangu ni kukua muinjilisti mzuri wa kesho kupitia nyimbo, ili watu wengi wajue kwamba mimi ni muinjilisti na wapokee maneno ya Mungu kutoka kwangu kupitia nyimbo. Asante sana. Muraona rero turi gukoresha indimi nyinshi, Igiswahili ewana kirangoye cyane, ariko ndizera ko nagerageje. Reka mpasi Sukari nawe agire ico abaza, hanyuma turaha n'umunyu nawe. Nyonyi, unaweza ukatuimbia nyimbo kidogo? Va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu, uje mu gihugu zakwereka ikirenge cyawe, hao kizakandagira, hao nawe ndaguhaye. Amen. Ikirenge cyawe aho kizakandagira, aho nahawe ndahaguhaye. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo, tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Ibisi yarumvise ijambo ry'Imana, mazikabaho n'amagufa yariyumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Unaona kama lugha ndo vile lugha ni nzito. Mbere yuko uza hano mu nkambi, hari ahandi hantu wigeze ubana n'abanyamurenge kugira ngo ube wamenya ugo rurimi ushobora kururirimbamwe gutyo? Hakuna nafasi nimeishi nao tena huko, ni hapa tu. Okay, iyo wumva hariho ibintu muri Kongo by'amoko, bamwe ngo nababembe, abafrero, abanyamurenge, hakabaho umunjyane, yani hakabaho kutumvikana, kwinubana, wewe kuri wewe uzakira gute? Ni yale mambo, na mimi nimetokaga Kongo, tuseme nikingali nimefikaga hapa gisi nimeongea mwaka wa 2018. Yani hiyo vitu tumeviachaga Kongo, na wakati tumefika hapa tukavikuta. Kwa kifupi naweza nikaongea hiyo ni vitu vyenye bababu yetu walivitutiaka ndani, kwa sababu mimi nilikuwa naamini wakati natoka Kongo, kama gisi nimeongea, sikuishi na Wanyamurenge Kongo. Kwenye nimekuwa sikuwahi hata kuwaona, ila wakati nimefika hapa nilikuwa ninawajua kwa historia. Wanasema Wanyamurenge vya vile jinsi Kongo yetu iko kwa sasa, kwa vita ya makabila gisi iko inaendelea. Nikakuwa nasikia hivyo, na wakati tumefika hapa nikawakaniomesha ndo Wanyamurenge hawa, nikawaona. Ila nikamshukuru Mungu sana, wala ninamshukuru Mungu sana kwa sababu wakati ayo mambo nimekuja nikiasikia hivyo, na wakati nimefika hapa nikaishi na Wanyamurenge, sijaona tendo mbaya ambao wamenitendea. Tunaishi nao vizuri, nikakuta ni wandugu, ni marafiki. Kwa sasa tunachangia kazi moja ya Mungu, tunaishi tu vizuri. Sijaona yale mambo ya umakabila sana. Nikakuja nikagundua ya kwamba yale mambo ni wazungu tu ambao wametaka tufarakane vile. Ndio maana nimependaga sana ile nyimbo ya Heaven Voice, Amani ya Afrika. Imeongeaga vizuri sana. Nikakuta ya kwamba yale mambo ya ukabila sio mambo mazuri.
na mimi siwezi nikaingia ndani, na mtu ambaye amekwisha kuokoka na kumjua Mungu hawezi akayafuatilia sana, kwa sababu mtu ambaye ataendaga mbinguni ni Mkristo, sio Mnyamurenge wala sio Mbembe wala sio Mkongomani wala Murundi. Ambaye atafikaga mbinguni ni Mkristo aliyeokoka. Wakati nimejuaga hayo nikaona kwamba hakuna mambo mengine vitu ya kuzozana kufarakana, ni mambo tu ya hapa tu duniani. Tena Biblia imeongeaga vizuri, siku za mwisho yote atakuwa taifa litapigana na lingine, mambo yatakuwa mengi. Kumbe na mtu ambaye anayeokoka wala aliyeokoka hawezi akafatana na mambo kama nayo. Asante sana. Urumva ko atubwiye ibintu byiza cyane. Tunakushukuru sana kwa wakati wako. Tena tuna imani kama tukirudia huko tutakutafuta, uitike wito yetu, tukuulize mawili ama matatu tena. Juu uko na wafans wengi hapa Bujumbura na ingine fasi. Nadhani kama wakikuona watafurahi sana. Reka tugushimire rero, tuvuga ati wakoze ko twitaba, utaha nitugaruka kukureba uzatwitabe. Asante sana. Na mimi nashukuru sana kwa jinsi mlivyonifikiria, kwa sababu kuna waimbaji wengi wala kuna watu wengi hapa ndani ya kambi, ila kwa sababu mmenifikiria, na mimi nawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Mwakoze cyane abanye natwe, reka tubashimire, tubabwira ko ibiganiro turi kubishaka ari byinshi cyane. Turi kuri umusozi wa Musasa, turi kumwe n'amashene atandukanye, turi kumwe na Isukari Online TV, turi kumwe na Kabab Online TV, turi kumwe na Arabagirana TV ndetse na King Pass TV. Mugende mukore subscribe ndetse musharinge bino biganiro bigere kure cyane, kandi tubabwira ngo mukomeze mubane natwe, tukongera tugushimire kandi bye bye.